kuweza kutambua ni fursa gani za kiuchumi sisi vijana tunaweza tukazipata na tunazipataje. Lakini pia tutajifunza mambo mbalimbali ikiwemo elimu ya uraia, uzalendo kwa vijana na kujitolea. Sasa kauli mbiu yetu inasema vijana tuyajenge. Nini maana ya vijana tuyajenge? Maana ya vijana tuyajenge ni tukae, tuzungumze, tujadiliane, tufikie mwafaka, si ndio Maana ya vijana tuyajenge, lengo kuu ni kuweza kufikia yale ambayo sisi tunafikiri yataweza kutunufaisha katika kukuza uchumi wetu, katika kuijenga nchi yetu. Mambo yote yanawezekana. Tukikaa na kujadiliana, yote yanawezekana. Jamani, kuna kitu kinachoshindikana? Yote si yanazungumzika? Ndiyo, hakika. Tanzania ni yetu, Tanzania ya vijana. Vijana tunasema tuna asilimia kubwa sana katika kukuza nchi yetu, katika kuinua uchumi wa nchi yetu. Vijana tuna nafasi kubwa sana, na vijana tukiamua kuharibu, tunaharibu moja kwa moja, lakini vijana tukiamua kuyajenga, hakika tunayajenga na kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiyo katika utangulizi huu niwakaribishe sote tuweze kushirikiana, tuweze kujadiliana, tuweze kupata elimu kutoka kwa wawezeshaji wetu wabobezi, tuweze kuuliza, lakini tutakayojifunza hapa sisi ni wachache, tuyapeleke kwa vijana wenzetu katika makundi yetu. Kama tunavyotambua makundi ya vijana ni jumuishi, na mwenge wetu wa uhuru mwaka huu ni jumuishi. Tuna makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu pia wapo hapa. Tuna wananchi mbalimbali kutoka kata mbalimbali za manispaa, lakini tuna vijana kutoka katika shule mbalimbali za hapa manispaa. Kwa umoja wetu tutakayojifunza leo tuweze kuyatoa hapa na kuwapelekea vijana wengine katika makongamano mengine yatakayoendelea, tuweze kushirikiana kwa pamoja, tuweze kutekeleza yote tutakayokubaliana kwa pamoja, lakini tuweze kuzikimbilia fursa za kiuchumi ili tuweze kukuza uchumi wa kwetu, uchumi wa kaya na uchumi wa taifa. La kuja hapa ni kwa ajili ya kujifunza, kujadiliana na kuweza kutambua fursa mbalimbali zilizopo. Vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Kwa majina ninaitwa Anna Ngobai. Mimi ni mshauri nasaha saikolojia muuguzi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, kitengo cha tiba ya uraibu wa madawa ya kulevya. Vijana, kwanza nimefurahi sana kuwaona katika kongamano hili la vijana kwa mwaka huu hapa Shinyanga. Ninayo furaha sana kutoa elimu ndogo na kwa ufupi kuhusu madawa ya kulevya. Sisi tukiwa kama vijana wa Kitanzania, mada hii ni very sensitive na inatuhusu moja kwa moja. Vijana tuyajenge. Basi naomba kwa dakika hizi chache unipatie sikio lako, unisikilize vizuri, lakini pia kama afisa maendeleo alivyosema, tukawe balozi wa haya tutakayojifunza leo kwa wengine kule mtaani. Basi kwa kwanza kabisa naomba nianze na nini hasa madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ni kemikali ambazo zikiingia mwilini zinaathiri ubongo wa mtumiaji na kubadili tabia, hisia pamoja na hali ya mwili kwa ujumla. Bangi ni dawa ya kulevya na athari kulingana na utumiaji wake. Tunaelewana vijana? Asante. Basi kuna madhara pia ya kimwili. Madhara ya kimwili ni kama yanaharibu afya ya mwili kwa maana ya ubongo, kuna mengine yanaharibu ini, kuna yanaharibu figo, lakini pia yanaweza kutengeneza athari au uambukizaji wa ukimwi pamoja na hepatitis. Leo kipande cha pili ni kuhusiana na jambo linalohusu uadilifu. Nini maana ya uadilifu? Ni hali ya kuwa na tabia njema, tabia nyofu, tabia inayokubalika katika jamii ya watu fulani, ambayo tabia hiyo watu wanasema kweli kijana huyu ni mwadilifu. Maana yake hana mambo mengi, tunasema siku hizi hana amenyooka, hana double standard.
Kwa hiyo uadilifu ni matendo mema. Vijana tunaaswa tuwe waadilifu. Uaminifu ni kutenda jambo zuri, kuwa mkweli wa tabia, tunayoongea yafanane kabisa na matendo, kutokuwa na tabia mbili. Huo ni uadilifu.